Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe na nikutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania jioni ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali leo. Amesema kuna Watanzania wenye midomo mingi sana, na sasa amewaonya na kuwataka waache midomo na maneno ya uongo, la sivyo. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali dhidi ya kile alichokitaja kuwa ni taarifa potofu zinazoendelea Tanzania, kejeli na maneno yasiyo na tija yanayoelekezwa kwa utawala wake na viongozi wa umma, huku akisema ya kwamba kuna midomo mingi Tanzania na mingi ni ya uongo. Akizungumza wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi wa serikali, alisisitiza kuwa nchi imefikia mahali ambapo hotuba za ovyo na simulizi za uongo haziwezi kupuuzwa tena. Alisisitiza kuwa mazungumzo ya kizembe yanadhoofisha umoja wa kitaifa na kuvuruga ya kazi ya haraka ya maendeleo. Aliwalenga hasa wanaharakati. Kwa mujibu wa Rais Samia, uongozi unahitaji uwajibikaji katika vitendo na hotuba. Aliweka wazi kuwa utawala hauwezi kupunguzwa hadi ufafanuzi usio na mwisho uliotengwa na ukweli. Matamshi yake Samia Suluhu yaliweka sauti kubwa kwa mkutano na kuashiria msukumo mpya wa nidhamu katika mazungumzo ya umma. Rais Samia Suluhu aliongea kwa hasira, akisisitiza kwamba maendeleo ya Tanzania yanategemea juhudi ya pamoja badala ya ukosoaji wa mara kwa mara unaochochewa na uvumi pamoja na uongo, akisema ya kwamba midomo mingi ya uongo imezidi nchini Tanzania isiyo na udhibitisho. Alibainisha kuwa migawanyiko inayochochewa na taarifa potofu za kushambulia serikali inadhoofisha taasisi na kuondoa imani ya umma kwa serikali na utawala. Samia Suluhu alisema kuwa umoja haupatikani kwa ukimya, bali kupitia uchumba wa uaminifu unaojenga msingi katika ukweli. Aliwataka viongozi kuondokana na siasa ndogo na kuzingatia matokeo yanayoonekana ambayo yanaboresha maisha ya wananchi wa Tanzania. Rais Samia Suluhu alisema maendeleo yanapungua wakati nishati inapotea kujibu uongo. Mtazamaji, hata hivyo, Samia Suluhu aliendelea kutuma ujumbe wake ambao uliangazia gharama ya upotoshaji wa habari za uongo kuhusu uwiano wa kitaifa na serikali. Rais Samia Suluhu alionya zaidi kwamba kueneza madai ambayo ni ya uongo hayajathibitishwa kunatishia moja kwa moja amani na utulivu. Hasa aliwalenga wanaharakati na viongozi wa upinzani ambao wanatoa matamshi ambayo ni ya kejeli kwa serikali. Aliona kuwa katika enzi ya kidijitali hii habari za uongo huenea haraka kuliko ukweli na kufanya umakini kuwa muhimu. Kulingana naye, viongozi na raia lazima wawajibike kwa kile wanaoshiriki na kukuza. Alitahadharisha kuwa maneno yanaweza kuchochea mivutano na kujenga hofu isiyo ya lazima miongoni mwa umma. Rais Samia Suluhu aliwakumbusha waliohudhuria kuwa utulivu umekuwa msingi wa safari ya maendeleo ya Tanzania. Kulinda udhabiti huo, alisema kunahitaji kujizuia na uwajibikaji. Katika hotuba yake, Rais Samia alihusisha mawasiliano yanayowajibika na utawala bora. Alisisitiza kuwa juhudi za serikali katika uchumi, afya, elimu na usalama zinahitaji mazingira ya usaidizi. Samia Suluhu alibainisha kuwa mageuzi na vitega uchumi haviwezi kuzaa matunda endapo mara kwa mara yatagubikwa na simulizi zisizo na msingi. Alitoa wito kwa viongozi wa umma kuzingatia utoaji wa huduma badala ya kujihusisha na mabishano ya maneno. Kulingana naye, matokeo yanazungumza zaidi kuliko uvumi mtandaoni. Utawala, alisema, unasalia kujitolea kwa maendeleo yanayopimika. Rais Samia Suluhu pia alielekeza onyo lake kwa viongozi ambao kwa maoni yake wanapendelea maneno kuliko utendakazi na hasa maneno yasiyo na udhibitisho. Samia Suluhu alisema kuwa wananchi wanahukumu serikali kwa matokeo, si kwa kauli kubwa za mitandaoni. Aliwataka viongozi wa ngazi zote kutanguliza ufanisi na uwazi katika kazi zao na kuepuka matamshi ya uongo. Kwa kufanya hivyo, alisema imani kati ya serikali na umma wa Tanzania inaweza kuimarishwa. Matamshi yake yaliimarisha matarajio ya taaluma katika utumishi wa umma. Akihutubia wananchi kwa upana, Rais Samia aliwahimiza wananchi kwa uangalifu watumiaji wa taarifa. Alionya kuwa si kila hadithi inayosambaa inaonyesha ukweli au nia njema. Kulingana naye, habari potofu zinaweza kutengenezwa kimakusudi ili kuleta mkanganyiko na kudhoofisha imani katika taasisi. Aliwataka watu kuthibitisha habari kabla ya kuishiriki zaidi mitandaoni. Rais Samia alisisitiza kuwa wananchi wenye ujuzi ni nguzo ya demokrasia na maendeleo. Ombi lake liliweka wajibu sio kwa viongozi pekee, bali pia kwa jamii kwa ujumla. Hata hivyo, Rais Samia alikubali kwamba ukosoaji ni sehemu ya asili ya maisha ya kidemokrasia na kisiasa, lakini aliweka mstari kati ya ukosoaji wa kujenga na uongo uharibifu. Alisema
alisema serikali huboresha wakati maoni ni ya kweli na yanalenga suluhu. Hata hivyo, alisema kuwa upotoshaji wa makusudi wa ukweli unadhoofisha michakato ya kidemokrasia. Samia Suluhu alisisitiza kuwa uhuru wa kujieleza lazima utumike kwa hisia ya kuwajibika. Aliongeza kuwa maendeleo ya kitaifa yaweze kujengwa kwenye makabiliano ya mara kwa mara. Hata hivyo, Samia pia alisisitiza umuhimu wa umoja katika kipindi cha mageuzi yanayoendelea Tanzania. Alidokeza kuwa serikali inatekeleza sera zinazonuiwa kuimarisha uchumi na kuboresha maisha. Kulingana naye Samia Suluhu, juhudi hizo zinahitaji uvumilivu na ushirikiano kutoka kwa wadau wote. Alionya kuwa uzembe wa mara kwa mara unaweza kukatisha tamaa uwekezaji na ukuaji wa polepole. Rais alisisitiza kuwa utulivu unasalia kuwa moja rasilimali kuu za Tanzania. Kuihifadhi, alisema, ni jukumu la pamoja. Katika kujadili utawala, rais alisisitiza dhamira ya utawala wake ya uwazi na uwajibikaji. Alisema serikali bado iko wazi kuchunguzwa kwa kuzingatia ukweli na ushahidi. Samia Suluhu alibainisha kuwa taasisi zipo kwa ajili ya kushughulikia malalamiko kama hayo kupitia njia halali. Aliwahimiza wale walio na wasiwasi kutumia njia zilizowekwa badala ya kutumia uvumi. Hata hivyo, mbinu hii, alisema, inahakikisha usawa na utaratibu. Matamshi ya rais yalisisitiza heshima kwa michakato ya kitaasisi. Onyo la Rais Samia pia lilionyesha wasiwasi kuhusu athari za muda mrefu za habari potofu na za uongo kwa vizazi vichanga. Alibainisha kuwa kufichuliwa mara kwa mara kwa simulizi za uongo na wanaharakati mitandaoni na watu wengine wanaompinga kunaweza kupotosha mitazamo ya uongozi na utambulisho wa taifa. Kulingana naye, vijana wanastahili habari sahihi ili kufanya maamuzi sahihi. Hata hivyo, aliwataka waelimishaji, wazazi na viongozi wa jamii kuchukua jukumu katika kukuza ujuzi wa vyombo vya habari. Samia alisema kujenga jamii imara kunahitaji kuwekeza kwenye ukweli. Maoni yake alipanua wigo wa uwajibikaji zaidi ya siasa. Rais Samia aliendelea kusema kuwa maendeleo ya taifa ni mchakato endelevu unaohitaji umakini na nidhamu. Alidai kuwa usumbufu unaotokana na madai ya uongo huchelewesha utekelezaji wa sera za miradi. Hata hivyo, rais alisema utawala wake umejikita katika kutoa huduma na kuboresha miundombinu. Alikariri kwamba utendaji wa serikali unapaswa kutathminiwa kupitia data na matokeo. Hii, alisema, inatoa msingi wa haki wa hukumu. Ujumbe wake rais uliimarisha mtazamo unaolenga matokeo kwa uongozi. Rais pia alizungumzia jukumu la mitandao ya kijamii katika kuunda maoni ya umma. Alikubali uwezo wake wa kufahamisha, lakini pia akaonya juu ya uwezekano wake wa kupotosha. Samia Suluhu alisisitiza kuwa majukwaa ya kidijitali yatumike kuelimisha na kuungana badala ya kugawanyika. Hata hivyo, aliwataka watumiaji kuchukua tahadhari na maadili katika ushiriki wa mitandao ya kijamii. Kulingana naye, tabia ya kidijitali inaowajibika inachangia maelewano ya kitaifa. Matamshi yake yalionyesha wasiwasi unaokuwa juu ya habari potofu za mitandaoni Tanzania. Katika kufunga hotuba yake, Rais Samia alitoa wito wa kujitolea upya kwa maadili ya kitaifa. Alisema uaminifu, umoja na kufanya kazi kwa bidii lazima kuongoza maisha ya umma. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na hotuba na onyo hili la Samia Suluhu leo. Pia chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.